Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kwanza kabisa utaelezea jina lako nani na unasoma darasa la ngapi? Na leo hii tumefungua skuli ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa 4 2025, na tulifunga hapa kwa sababu Ramadhani na alhamdulillah skuli tumefungua. Labda unaelezea nini? Jina langu naitwa Hamad Salum Fadhil, ni mwanafunzi wa SKVU darasa la kidato cha 3. Tumefunga skuli mnamo tarehe 21 ndani ya Ramadhan kwa ajili ya mapumziko ya Ramadhan, na skuli imefunguliwa ndani ya tarehe 8 mwezi wa 3 2025. Kiukweli tumepata mapumziko mazuri na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupumzika vizuri kuweza kututa mpaka sasa tukakutana tena katika skuli ya SKVU. Kikubwa ninachoshauri kwa wanafunzi wenzangu, tujitahidi kusoma kwa sababu tumefungua vizuri, tujitahidi kusoma ili tuweze kufanya vizuri matokeo yetu ya SKVU, tuweze kunyanyua skuli yetu vizuri katika matokeo mengine inshallah. Labda kwa upande wa wazazi wako, wazazi unaambia nini? Kwa upande wa wazazi na washauri kwamba wawe na mashirikiano na walimu, kwa sababu kitu cha wanafunzi inakuwa si mwalimu peke yake anahusika, bali na wazazi kutaka mashirikiano na wanafunzi ili kufanya muendelezo wa wanafunzi kuweza kufanya masomo yao vizuri na kuweza kukua vizuri katika usomaji wao. Asante sana, kila laheri. Inshallah. Masomo mema. Inshallah. Jina langu naitwa Saumu Ramadhan Mwazini. Nasoma kidato cha 4 katika skuli ya SKVU Nursery Primary and Secondary School. Katika kipindi hichi kifupi cha mwezi wa Ramadhani pamoja na sikukuu, tumejiandaa vizuri ili kuweza kurudi tena shule na kuendelea na masomo. Nawaambia wanafunzi wenzangu kujitahidi, haswa kidato cha 4 kutokana na mtihani unaokuja mbele yetu. Kujitahidi kusoma kwa bidii ili tupate matokeo mazuri. Kama unafahamu mwaka huu ni mwaka ambao kwa mujibu wa ratiba Zanzibar na Tanzania wanafanya uchaguzi mkuu, na uchaguzi mkuu upo karibuni hapo mbele yenu, na nyinyi wanafunzi wa form 4 mmejiandaa na mitihani. Je, umejipanga vipi na uchaguzi pamoja na masomo yako? Katika kipindi chote cha uchaguzi shule zitakuwa zinafungwa kutokana na harakati mbalimbali. Mimi nilivyojipanga, nitakuwa na tuition za pembeni ili niendelee na masomo yangu pamoja na kusaidia walimu kusogeza mbele masomo. Kwa majina naitwa Salah Miraji Daudi, ni mwanafunzi wa kidato cha 3. Nimejiandaa vizuri, wakati kipindi cha uchaguzi nitaendelea na masomo katika tuition za masomo. Naam, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Labda utaeleza wewe ni nani? Mimi ni mwalimu ambaye nasomesha hapa SKVU, naitwa Ruia Ahmed Nasor na ni mwalimu wa Nasar. Ndugu mwalimu, umejipanga vipi na masomo na wakati leo hii imefunguliwa shule? Kwa kweli nimejipanga leo nianze tu mada zangu ambazo nimefikia niziendeleze, yaani sirudi tena nyuma, yaani naenda mbele. Na umejipanga vipi na wanafunzi wako katika usomeshaji? Katika usomeshaji wangu nataka nimejipanga katika kutoa wanafunzi bora ambao mwakani ni wanafunzi wangu wataingia ni standard 1. Sasa hivi wako top, wataingia standard 1. Kwa hiyo nataka nijitahidi yaani jitihada niifanye ya kwa waingie wote standard 1. Je, una mashirikiano gani pamoja na wazazi? Kwa sababu tunavyoambiwa ili mwanafunzi awe mzuri lazima kuwe na mashirikiano baina ya mzazi, mwalimu na mwanafunzi. Je, wewe kama mwalimu una mashirikiano vipi na wazazi? Mashirikiano na wazazi alhamdulillah, nashukuru kwa sababu kama kuna tatizo wazazi tunashirikiana na tunaambizana mpaka mwisho. Jana wao wananipigia simu, kesho ndo shule tunafungua, ndio na mimi naambia utaratibu wangu ulivyo. Asante. Asalamu alaykum. Kwa jina naitwa Zamzam Ali Juma, ni mzazi wa Masudi Ali Masudi, anasoma darasa la 2 SKVU. Kwa kweli SKVU ni nzuri, watoto wanasomesha vizuri. Nashukuru kwa mwanangu, maendeleo yake yako vizuri, na tumejipanga kwa kuwa tulifunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumerudi katika skuli kusoma. Naomba maendeleo yawe mazuri, jitihada za walimu kuwasomesha na kuwapa kazi vizuri kwa kujiandaa na kwenye uchaguzi tukijaliwa mwaka huu. Kama unavyojua ili jitihada za wanafunzi ziwe nzuri, lakini pia tunatakiwa na jitihada za mzazi. Wewe kama mzazi unawaeleza vipi wazazi wenzio katika kuandaa watoto kuwaleta skuli mapema na kuwahimiza katika masomo yao, kama vile wa homework, ufanyaji wa homework majumbani? Kama tunavyojua baadhi ya wazazi wana changamoto za kuwasaidia watoto wao. Wewe kama mzazi unawaambia nini wazazi wenzio?
Watoto kwanza, kama ni mtoto anatakiwa asubuhi mzazi amwamshe mwenyewe, asimtegemee mtoto kuamka. Mwamshe mapema, ajitayarishe kwa kuenda zake skuli, na anapokuja mzazi anatakiwa yeye ndo aangalie mkoba wa mtoto, sio mtoto ampe kazi. Akisha kuangalia kuna kazi gani, anapumzika. Kama mimi anaporudi skuli, anapumzika, anakula, anaenda zake chuo. Akirudi namwambia kaa kitako hapo, tunafanya kazi. Akimaliza imekwisha. Labda una mashirikiano gani na walimu wa Skyview? Wewe kama wewe, mashirikiano baina yako wewe na walimu wa Skyview? Mimi wa mtoto na mzazi, mimi nakuwa niko mkali sana, kwa sababu kila siku nakuja kufuatilia maendeleo ya mwanangu. Kwa mfano mwalimu wake alopita, mimi na namba ya simu nawasiliana naye kila wakati, Ticha Riziki, kwa vipi mtoto anaendeleaje. Nataka kama mfano ili pana ile huwa namuuliza yeye, nilizungumza naye kwa nataka ile nini homework, akanambia mimi niko mbali na mtoto, kwa hiyo na kwa mwenyewe akanifahamisha jinsi ya kumsomesha. Kwa hiyo mimi mwenyewe nimenunua ruta ya kumsomesha mwanangu. Asante sana, nakushukuru. Na uchaguzi mkuu wa nchi, na wewe kama mzazi umejipanga vipi na mtoto wako katika kumuhimiza hapa katika masomo? Najulikana kama Hassan Heri Hassan, mzee wa mwanafunzi wa Skyview. Actually, kama swali lilivyoulizwa, basi nadhani kujipanga kwangu ni matayarisho mazuri, au kumtayarisha mtoto kuwa hard work, ni kujituma, kufanya jitihada regardless that kwamba uchaguzi kama unavyokuwa, uchaguzi ni uchaguzi, hakuna kitu kidogo katika masuala ya uchaguzi. That's why nadhani kabla ya skuli kufungwa, kipindi cha kufungwa, tulitishwa kikao, wazee walitishwa kikao, tuka participate kikao, na baadaye tukafahamishwa matayarisho yatakayolazimika au yatakayokuja kuwa baada ya kufunguliwa skuli. Kwa maana ni kufanya jitihada, kwa sababu kipindi kitakuwa kidogo, sisi kushirikiana na walimu pamoja na wazee nyumbani, lazima tufanye jitihada makusudi mazima ili kuweza kukikabili kipindi kigumu kile tutakachokuwa nacho, na hasa kwa wanafunzi, kwa sababu wanafunzi ni watoto. Some of them wakubwa, lakini ni watoto. Mwanafunzi siku zote ni mtoto. Pasipo na jitihada, pasipo na muongozo, pasipo na miundo mbinu, basi kwa kuachilia walimu tu kama walimu au mkurugenzi mwenyewe, haiwezi kuwa. Kidole kimoja hakiwezi kuvunja chawa. Tunaambiwa kwamba mwalimu ni mzazi, lakini na mzazi pia ni mwalimu. Je, katika hili umejipanga vipi na mtoto wako wakati akiwa nyumbani? Yes, of course. Ni kweli hivyo. It is agreeable that kwamba mwalimu ni mzazi na mzazi ni mwalimu. Tunafanya jitihada makusudi mazima kwamba walimu wenyewe wanaturemote sisi, hata kama hatutai, kutokana na system yao au mpangilio wao mzuri, kwamba mwanafunzi anaporejea lazima apewe homework. Kwa hiyo ile inakumoralize kwamba wewe kumfanyia jitihada yule mwanafunzi aweze kusoma ile iwe well succeeded, kama inavyojulikana Skyview, kwamba nadhani ni miongoni mwa skuli ambazo zinatoa wanafunzi wazuri na walimu wake wazuri. Asante sana, nikushukuru. No doubt. Mwalimu, salamu alaykum kwanza. Wa alaykum salaam. Najua leo ni tarehe 8. Tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka 2025. Kwa mujibu wa ratiba ya serikali, kwa mujibu wa ratiba ya Wizara ya Elimu, leo hii shule zote za Zanzibar zimefunguliwa. Ukiwa kama mwalimu umejipangaje? Lazima kwanza ueleze jina lako ni nani na unasomesha darasa ngapi na umejipangaje katika masomo? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa John Fulgence Mnene. Ni mwalimu wa Skyview na ni mwalimu katika masomo ya Kiingereza kwa kidato cha kwanza, 3 na cha 4. Vivyo hivyo, na ni mwalimu wa Kiswahili kwa kidato cha 3 na cha 4 pia. Leo ni kweli kama ulivyozungumza awali kwamba leo ndo siku ambayo skuli zimefunguliwa. Kama mwalimu nimejiandaa vizuri kuhakikisha kwanza, kwa sababu kwa wakati huu ambapo tulipo ni kwamba ni wakati ambapo tunakaribia katikati ya muhula. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile ni lazima kwamba tuhakikishe kwanza mada zinakamilika, na hususan kwa kidato cha 4 ambao muda wote mwezi wa karibia hapo mwezi wa 6 kutakuwa na mtihani wao wa moko. Kwa hiyo lazima tuhakikishe kwamba wanafunzi wanaingia wakiwa tayari
cover mada zote ili waweze kufanya vizuri katika mitihani yao. Kama ulivyosema ni mwalimu wa kidato cha 4 na umesema kwamba mwezi wa 6 hapo tumekabiliwa na moko. Mwezi wa 7, mwezi wa 8, mwezi wa 9, mwezi wa 10 kuna uchaguzi mkuu wa nchi. Je, umejipanga vipi katika mazingira haya ambayo uchaguzi una changamoto nyingi na wewe safari hii wanafunzi wako wamekabiliwa na mtihani wa taifa? Je, umejipanga vipi katika mambo hayo? Ni kweli, lazima tuwe wazi, mwaka wa uchaguzi unakuwa na tension nyingi, na hasa kwa hapa Zanzibar. Nimekuwepo hapa, nimeshuhudia wakati fulani mchaguzi kidogo unakuwa na mushkil. Kwa hiyo lazima kidogo tuweze kuwa na tumejiandaa, na sio tu sisi, pamoja na viongozi wetu. Nashukuru tumejiandaa kwa maana kwamba kuhakikisha kwanza tunaweka mikakati mizuri ya kuhakikisha kwamba mada zinaweza kumalizwa kwa wakati, lakini pia wanafunzi wanapata muda wa kuweza kufanya marudio ya kutosha. Tutakuwa kuna majaribio ya kutosha na testi za kutosha, kwa hiyo ili kuweza kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaweza kuperform vizuri katika mitihani yao. Tuone katika mashirikiano sasa. Ndio. Umejipanga kuna mashirikiano gani baina ya wazazi na wewe upande wako kama mwalimu? Nashukuru kwa mashirikiano, tuna mashirikiano makubwa kati yetu na wazazi, kwa sababu katika mambo yote ambayo yanaendelea tumekuwa tukiwasiliana. Kama kuna changamoto ya mtoto tunawasiliana, kuna changamoto kama kuna changamoto pia za mambo yoyote yawe ni ya kiutawala, bado pia tunaweza kuwasiliana na wazazi. Kwa hiyo tuko vizuri, na of course katika wakati huu na hasa kwa kidato cha 4 ni wakati ambapo tunahitaji ushirikiano wao mkubwa zaidi kuliko ambavyo tulivyowahi kuhitaji kwa katika wakati wowote, ili kuhakikisha kwamba hawa watoto wetu wanaweza kuondoka wakiwa na matokeo mazuri, hususan lengo la school kama ambavyo mkurugenzi amekuwa akisisitiza, ni kwamba lengo la school ni kupata division 1 tu kwa kidato cha 4. Asante sana, all the best. Nashukuru sana. Asante. Ndugu zetu wamepotea kwa kugombania nchi yetu. Ndugu zetu wamepotea kwa kugombania nchi yetu. Wakulili
watoto waliozitoa. Hao ndio walimu wetu waliokwisha kujitolea. Hao ndio walimu wetu waliokwisha kujitolea. Na sisi tutarudi nyuma, sote mbele tutaendelea. Na sisi tutarudi nyuma, sote mbele tutaendelea. Wakulele na taifa letu, muhanga sote twajitolea. Wakulele na taifa letu, muhanga sote twajitolea. Yes, kama tulivyozungumza na wazazi, baadhi ya wazazi wametoa maoni yao ni vipi wamejipanga katika kuhakikisha kwamba wanawasaidia watoto wao katika maendeleo ya elimu, lakini vile vile tumesikiliza maoni ya wanafunzi ambapo takriban wiki mbili shule zimefungwa kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani pamoja na sikukuu, lakini leo hii tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka 2025 shule zimefunguliwa rasmi. Na kama tulivyoona tumefika hapa Skyview, nje kabisa tulikuwa tunazungumza baadhi ya wanafunzi na pia tulizungumza na baadhi ya wazazi tukasikiza maoni yao, lakini tukaingia ndani ya shule tukaona watoto wa nursery wakiwa assemble, lakini vile vile tumeingia hapo juu wanafunzi wa sekondari wakiwa assemble wakiimba wimbo wa mashujaa. Lakini haya yote haya unapata katika skuli hii ya Skyview Nursery Primary and Secondary School. Nikiripoti kutoka Skyview Nursery Primary and Secondary School, ni mimi mtangazaji wako mahiri kabisa Amer Hassan Amer, lakini nyuma ya kamera kuna Hassan Amer au kwa jina la utani wanaita Sina Mia. Tafadhali karibu sana katika Skyview, usiache kusubscribe Skyview Media ili kupata channel zetu kutoka hapa Skyview. You are only welcome. Thank you very much. La, 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 la.